wa Kajenjere TV. Karibu sana kwenye Sports Talk ambayo inakuja kwa ajili ya kuzungumzia yale mambo mengi ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kocha Nasreddine Nabi. Amekuwa akihusishwa kujiunga ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani kwa maana ya klabu ya Young Africans. Jina langu ni Ramadhan Amin, nikiwa sambamba na Rashid Kasim. Tutaenda kuzungumza kitu gani ambacho kocha Nasreddine Nabi pengine Young Africans wamekiona na kupitia yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa hii leo. Maana baada ya tukio la jana Young Africans baada ya kushindwa kupata alama 3 kamili kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City kule katika uwanja wa Sokoine Mbeya, mambo mengi yamezungumzwa, lakini tuko na Rashid Kasim hapa, ataeleza kwa kile ambacho anakiona kiko vipi. Tutakuwa tunazungumza kwa majadiliano kwa pamoja kwa kuona ubora ambayo alikuwa nao kocha Nasreddine Nabi ambaye anahusishwa na Young Africans. Kitu gani ambacho anakiona na yale ambayo yamekuwa kizungumzwa kwa kile ambacho alikionyesha tangu anaingia ndani ya klabu ya Young Africans kwenye msimu ambao alianza nao, mafanikio ama ni kitu gani bana? Rashid Kasim, karibu bana ndugu yangu. Naam, ni kocha mzuri, mzuri miongoni mwa ukitaja makocha bora ambao wamewahi kupita kwenye ardhi ya Tanzania. Ndiyo. Basi uwezi kuacha kulitaja jina la kocha Nasreddine Nabi. Na sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na records ambazo ameziweka kwenye soka la Tanzania, hasa kipindi ambacho alikuwa akihudumu kama kocha mkuu kwenye timu ya wananchi Wanalunya Nyuma Mwiko ni msimu record. Kwa nini Nyuma Mwiko Rashid? Nyuma Mwiko kutokana na utani wao ambao historia yao, ni watu ambao wao wakisimamia msimamo kwenye jambo lao huwa hawarudi nyuma kwenye. Kwa hiyo ile kauli mbiu yake nadhani hii kauli mbiu ya Nyuma Mwiko hata kocha Foz nadhani amekwishaanza kuionja taratibu. Sasa Nabi bwana, kwanza kabla ya kwenda mbele zaidi, unaweza cha kwanza ni kufahamu record zake. Mara ya kwanza vizuri huwa tunakuwa na vitambu, lakini sasa hivi tumerahisishiwa mitandaoni. Nabi kwa mara ya kwanza alijiunga na Yanga alikuwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2021. Ndio mara ya kwanza alijiunga na kikosi cha Young Africans. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2021. Ndio. Na wakati Nabi anakuja Jangwani, kocha mkuu wa kikosi hiko cha Yanga alikuwa ni Mrundi Cedric Kaze, ndio alikuwa pale. Na mechi ya mwisho wakati Yanga anashinda ilikuwa ni mechi kati ya Yanga pamoja na Gwambina. Mechi hiyo inakumbukwa Muhammad Nabi alikuwepo jukwani na kamera zilimulika pale, na tayari zilikuwepo tetesi kwamba kuna kocha kutoka Tunisia ambaye tukumbuke wakati anakuja Tanzania ama anakuja Yanga Nabi alikuwa ametoka kufutwa kazi na klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudani, ndio anatua hapa. Kwa hiyo zilikuwepo hizo tetesi, na hata kamera wakati zinamulika kumuonyesha kwamba ndiye kocha ambaye anatajwa kama kocha anakaye kuja kuwa kocha wa Yanga, kwa sababu hii ndio mechi ambayo ina mechi ya mwisho kwa Cedric Kaze. Nabi alikuwepo pale. Hiyo mechi kati ya Yanga na Gwambina nakumbuka Yanga alishinda magoli 3-1. Ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 4 2021. Sawa, Shidi, tukaone kwa kile ambacho kimezungumza. Pengine mpaka sasa hivi umesema ni moja kati ya makocha ambao wamefanya vyema sana, na kuna baadhi ya watu wameenda extra kwamba kusema kungekuwa na ule utaratibu wa kuweka masanamu tuseme pale ndani ya viwanja vya Twiga na Jangwani, pengine mpaka sasa hivi tungeweza kuliona lile sanamu la Nasreddine Nabi kwa yale ambao ameyafanya. Pengine unaiona ile nafasi ya Nasreddine Nabi kwenda kuisaidia Yanga kwa kile ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi? Kwanza ni sahihi? Yeah, of course. Na naweza nikasema ya Yanga kumrudisha Nasreddine Nabi kwamba ni sahihi au sio sahihi. Upande wangu mimi itakuwa 50-50. Kwamba kama nikisikia ni kweli wamemrudisha, tasema sawa. Na hata nikiona kumbe sio, yeye amekuja tu kwa mambo yake mengine, wala pia. Lakini ni kwa sababu moja. Cha kwanza, Nabi ni mjenzi.
kwa maana kwamba ni kocha ambaye unaona wameshindwana na Kaizer Chiefs kwa sababu yeye ni mtu wa project. Kwa maana kwamba mpe timu atakutengenezea misingi na ni mtu ambaye huwa hahitaji pressure kwenye timu. Atahitaji kuitengeneza timu. Baadaye utavuna kile ambacho alikuwa amekiandaa na utafurahia mavuno. Lakini wasiwasi wangu ni kwenye hizi timu zetu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga. Ni timu ambazo zimezoea kumwajiri mwalimu na kupata matokeo. Ndio sababu tunaona hata pressure hii anapewa Romain Folz licha ya kuwa na miezi miwili. Siku ya jana, leo tarehe 1. Leo tarehe 1 mwezi Oktoba. Siku ya jana Septemba 30 ndio alikuwa anatimiza miezi miwili toka ajiunge na klabu ya Yanga. Huyu Romain Folz ambaye aliyoko sasa Mbeya alikuwa anazomewa na mashabiki baada ile sare dhidi ya Mbeya City. Lakini ukitazama miezi miwili, mechi ya pili kwenye ligi ni uongo. Kuanza kumhukumu mwalimu. Utaona kabisa kwamba bado ni mapema. Kwenye michezo 30 ya ligi, manake kwenye michezo miwili bado mna michezo 28 ya kujiuliza nini cha kufanya. Kwa hiyo unaona tu ni pressure na ambayo mashabiki hasa wa Yanga, kwa sababu misimu minne iliyopita Yanga wao ni mabingwa. Wamechukua ubingwa back lakini wamemfunga mtani kwa maana ya Simba mara 6 mfululizo. Kitu ambacho unaweza kujiuliza kama tu wameonja joto la jiwe kutoka pale kwenye uwanja wa Sokoine ile sana zidi ya Mbeya City wanaunguruma kiasi kile. Je, hiki ambako wanakipitia mashabiki wa Simba kwa misimu minne mfululizo hawajachukua ubingwa lakini wanafungwa na Yanga back to back mara 6 mfululizo. Mashabiki wa Yanga wanaliweza hilo. Ni kitu ambacho wanaona hakiwezi. Tukirejea kwa Nelson Nabi, of course ni kama nilivyosema ni kocha mzuri. So far kama atapewa timu, maana yake cha kwanza atawarudisha wachezaji kwenye kushusha pressure, ataelekeza nini ambacho anataka, kuhakikishia kwamba wanaweza, kuhakikishia kwamba tunatakiwa tufanye na tutafanya. Na katika kudhibitisha hilo, wakati akiwa kocha mkuu wa Young Africans tunaona wachezaji wengi viwango vyao vilikuwa juu. Mtu kama Kibwana Shomari ambaye alipitia upepo mbaya toka kuondoka kwa Nelson Nabi, hakupata namba ya mara kwa mara. Unaweza tukasema kwa lugha nyingine ni kama alipoteza nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha mtu ambaye alimjenga Clement Mzize, huyu ambaye tunamuona mtu ambaye alimjenga Clement Mzize. Lakini hata leo tunaona ubora huu ambao unaonyeshwa na Faisal Salum ambaye anahudumu kwenye kikosi cha Azam, ni zao la kocha Nelson Nabi. Lakini Fisto Kalala Mayele huyu ambaye leo kwenye mchezo wa hatua ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika ambako Pyramids walikuwa pale Kigali wanacheza dhidi ya Rayo, dhidi ya APR. Wanashinda Pyramids magoli 2-0 leo. Naona magoli yote anafunga Fisto Kalala Mayele, anakuwa miongoni mwa washambuliaji bora zaidi barani Afrika na hawezi kununuliwa kwa sasa hivi hapa ukamleta. Huyu Mayele aliletwa na Nelson Nabi msimu wa kwanza kabisa. Tunakumbuka wakati huo mchezaji ama mshambuliaji tegemeo wa kikosi cha Yanga alikuwa ni Editie Beneza Makambo. Na wakati anakuja waliletwa wote pamoja, lakini matumaini makubwa ya Yanga yalikuwa kwa Editie Makambo, mzee wa kuwajaza, alikuwa na ile style yake ya kuchezaji. Kwa hiyo ni kweli Nelson Nabi yuko mjini na kama tunavyosema kwamba lisemalo lipo, lakini kama alipo laja na kama utataka kuanza kubishana utaulizwa ulikuwepo, utashindwa kudhibitisha. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Nabi yuko mjini na kwa upande wa mashabiki ni wasiwe na pressure, kwa sababu Nabi huyu kuwepo kwake hapa hakuna sehemu ambayo imethibitishwa kwamba tayari taarifa kwa umma Nabi ni kocha wa Yanga au taarifa kwa umma Nabi ni kocha wa Simba. Isipokuwa Simba paka sasa hawana kocha, lakini hata Yanga Romain Folz ni kama tunasema hata ule tarehe 29 wakati tunakwenda kutiki Oktoba huenda akawepo, tusiwe naye, yani sijui kama anaweza kutiki. Unaunga mkono kama nilivyosema ni michezo michache ya ligi, michezo miwili kumuondoa lakini michezo miwili tu nayo ilimuondoa Miguel Gamondi. Na hata sio Miguel Gamondi, pia tunakumbuka Yanga waliwahi kuwa na kocha Msebi anaitwa Klimpotic, aliwahi kushinda michezo 5 mfululizo mwaka 2017 alishinda michezo 5 mfululizo akadraw mechi 2. Kile kitendo cha kudraw zile mechi 2 na timu ilivyokuwa inacheza, watu wakasema baba sisi hatuwezi kukuvumilia. Lakini Chidi, tukubaliane kwamba kwenye ligi yetu hii, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara kwa sasa maarufu kwamba NBC Premier League, kikweli ni kwamba watu hawanaga ile subira. Yani
ni ngumu kwa Simba na Yanga kupata sare. Tuseme kupata sare ni pigo kubwa, tukubaliane. Yani mwenzako anatamani ile sare, yani wewe upate sare, kwa sababu anaamini wewe ukipata sare kuna namna yeye ni njia kubwa sana kupita. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho Young Africans sasa wanakiona, labda tuseme mashabiki sasa ambao huwa wanaamini kwamba hili bwana ni tatizo hili. Young Africans tumedraw na Mbeya, maana yake Mbeya City, maana yake sasa hii tayari ni tatizo, tumedrop point 2. Mwenzetu leo anaenda kucheza na Namungo, akipata tayari anakaa pale juu. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo watu huwa hawataki kuamini kwamba ni kama mapito tu, kwa sababu mtu anapoteza point na mwingine huwa anachukulia kama advantage, na ni swala ambalo watu huwa hawaliafiki. Kwa hiyo kwako hili ni pia nao unaliunga mkono? Ukirudi kwenye issue ya Yanga kupoteza point na Simba kuwa na mchezo mmoja, na mchezo huo anakwenda kucheza dhidi ya Namungo, timu nzuri ambayo inafundishwa na kocha mzoefu Juma Ramadhani Mgunda, anaifahamu vizuri Simba, lakini pia Namungo wa Waji wa Kusini wanacheza popote pale. Nyinyi ni wakulima, wape jembe, wenyewe wanajua wataanzia wapi shambani. Lakini Young Africans kudondosha point 2, Simba wanaingia uwanjani wakiwa wanajiuliza kwamba waliudondosha ubingwa msimu uliopita kwa sababu ya Yanga. Kivipi? Msimu uliopita tunakumbuka Yanga alianza kupoteza michezo miwili mwanzoni, Simba akakaa kileleni pale kwa tofauti ya alama 5. Lakini kilichofuata Simba akapoteza point, mwisho wa siku mechi moja ndio inakuja kuamua, Simba anapoteza, Yanga anakuwa bingwa. Simba wanaingia kiwanjani leo dhidi ya Namungo, wanafahamu hizi alama 2 ambazo Yanga amezidondosha zina maana kubwa sana kwao, kwa maana ya kwamba hata wao wakikubali draw leo dhidi ya Namungo, kwamba wawe sale sambamba na Yanga, kwamba michezo sawa alafu wanalingana pointi, maana yake bado watakuwa nakubaliana na kile walichokifanya msimu uliopita, kwamba kumsindikiza Yanga. Yanga alidondosha pointi na Simba tunakumbuka hata msimu uliopita waliimbwa na wakasema, na hata tuliona hata msemaji wao na walikuwa na jinadi kwamba wanataka kurudisha kila kikombe ambacho wamekipoteza kwa misimu yote. Na ni kwa sababu tayari tuliona Yanga alifungwa na Azam, akaja akafungwa na Tabora United na kocha Miguel Gamondi, akaja akaondolewa. Lakini kitendo cha Simba sasa kuingia kiwanjani akiwa na faida ya michezo ya pointi 2, kwa maana akiwa anatambua kwamba Yanga kadondosha alama 2 na yeye ana mchezo mmoja mkononi, anafahamu kabisa Simba hii ni advantage kwake. Maana yangu nini? Simba endapo atashinda anakaa kileleni, kwa maana anakwenda kuongoza ligi. Anayeongoza ligi sasa hivi ni Singida Black Star ambaye ana point 6 baada ya kucheza michezo miwili, lakini yeye ana magoli machache. Simba mechi ya kwanza dhidi ya Fountain Gate alishinda magoli 3. Kwa hiyo leo endapo atashinda hata goli moja tu, atakaa pale kileleni kwa tofauti ya magoli. Yanga atashuka chini mpaka nafasi ya 3. Sasa swali itakuwa kwa Simba, watakubali kushuka pale kileleni watakapokaa huku michezo wakiwa kwa sawa, kwamba Simba ana alama 6, Yanga na pointi 4, michezo wako sawa. Simba watakubali kushuka? Kwa sababu kitendo cha kushuka ndio tafsiri pia ya kuonyesha, na wanasema okota alama kwenye hii michezo ya mwanzo, baadaye ndio unaanza kujitafsiri kwenye nafasi ya ubingwa, kwamba paka kufika hata mchezo wa 20, mchezo wa 18 ulishakusanya huku mwanzo, huko unabaki unacheza sasa kwa mahesabu kwamba hii michezo 10 niliyobaki nayo tunaichezaje kimkakati. Kwa kudondosha alama kwenye michezo hii ya awali ni tatizo, lakini pia ni faida kwa mpinzani, kama ambavyo Simba yeye ana faida ya hizi pointi 2 ambazo Yanga kazidondosha. Na ndio hicho Chidi ambacho umekuwa ukizungumza hapa, na ndio mahesabu mengi sana ya mashabiki wa Young Africans, na ndio pengine pressure ambayo imewapelekea wao jana kuanza kuimba kuhusiana na kocha Falls. Sasa kitu kingine ni kwamba Nabi ambaye anahusishwa na Young Africans, baada ya kutoka na Young Africans hajapata yale mafanikio ambayo aliyafanya ama aliyapata ndani ya kikosi cha Young Africans. Sasa pia kumekuwa na hayo mawazo ya ama muono wa watu ama wachambuzi ambao wamekuwa kizungumza sasa, baada ya yale ambayo aliyafanya Nasruddin Nabi amekuwa hana muendelezo nao baada ya kuyafanya. Je, unaliona hilo Nasruddin Nabi likija hapa kwa pressure ambayo iko sasa hivi ndani ya vilabu hivi viwili ambavyo vinatamani kupata mafanikio zaidi? Kwa kumalizia tu ni kwamba Nasruddin Nabi, kama nilivyosema, Young Africans wana kikosi kizuri. Ndio. Ni wachezaji wazuri, na katika kudhibitisha hilo hata rais wao kwa maana ya Engineer Ellis alisema Yanga hii ambao wameisajili msimu huu itakuwa Yanga bora kuliko Yanga zingine zote. Tumeona usajili wa mtu kama Musa Barakonte, mchezaji ambaye alikuwa gumzo, Mohamed Dumbia, wamemsajili Mohamed Dumbia, lakini wamemsajili Rasin Koma,
wamemsajili mchezaji mwingine kama Andy Bobo Boyeli ambaye ni mshambuliaji pale, lakini tunaona wamemleta beki mwingine kutoka Singida Black Star Frank Asinki ambaye amekuja kuongeza namba pale kikosini, lakini wameenda kutibua kwenye kikosi cha wajirani zao. Pia tunaona wamemchukua kikosini, pia wameongeza mtu kama Edmund John, lakini wamemleta Ofen Chikola ambao wamekuja kuonyesha mwanzo mzuri. Kwa hiyo kwa kifupi, kama Nelson Nabi atakabidhiwa Yanga, yani wachezaji wa kuanza nao anao, kwa maana kwamba atakapopewa ile project na malengo ya timu, wachezaji wa kufanya nao kazi anao. Ni swala tu la kukaa nao chini, kueleza mfano kama wanaonekana. Sijaona tatizo la fitness kwa wachezaji wa Yanga. Shida kubwa ambayo nimeiona kwa Yanga ni mfumo. Hususan kama tulivyosema mechi zidi ya Mbeya City, hata kama wangecheza wiki mbili wasingepata goli. Kwa sababu goli linapatikana kwa kutengeneza njia za magoli, kwa kupiga magoli, kwa kushuti, kwa kusogea kwenye lango la mpinzani. Huwezi kupata goli ukiwa katikati ya uwanja, huwezi kupata goli kwa kubutua, ndio kitu ambacho kinaisumbua Yanga. Lakini kwa namna ambavyo tunakumbuka Nelson Nabi alikuwa anacheza, huwezi kumfunga, afunge magoli mengi, lakini huwezi kumfunga, huwezi kufungua defense yake, ataumiliki mpira, kitu ambacho unakiona kwa Yanga. Inawezekana wana viungo wazuri, Duke Abuya yupo, Mudasiri pale, tumeona amenyanyuka sasa hivi, Azizi Andambwile yuko, Musa Barakonte mwenyewe, wana wachezaji kama kina Momo Dumbi, Arasini Koma. So far Nabi mtaji nao, kama atakabidhiwa timu ya Yanga ni timu nzuri. Vipi kuifahamu ligi, experience yake ndani ya ligi kuu hii ya Tanzania bara? Pengine ni moja kati ya silaha ambayo anaweza akaja nao na ikawa ni sahihi kwake. Bahati nzuri toka alivyoondoka Tanzania, Nelson Nabi hakuwahi kwenda mbali zaidi ya Tanzania. Ametoka hapa Tanzania akachukuliwa na Kaizer Chiefs, ni South Africa tunazungumzia. Labda tungekuwa amesema labda amekwenda bara kama Asia, amekwenda mashariki ya mbali huko nchi za Arabuni kama Saudi Arabia, na nini, tungesema ni ngumu hata kuifuatilia ligi ya Tanzania. Lakini uzuri mwingine tumemwona hata msimu ambao umemalizika huu mwaka 2025 amekuwa akija Tanzania, kwa maana yake taarifa za hapa pia anazo. Lakini ukiacha hilo, wachambuzi baadhi ya wachezaji kama kina Faisal, kina Dickson Job, kina Bakari Mwamnyeto wanafundisha na vijana wake. Kwa hiyo hata mawasiliano na maendeleo ya ligi na baadhi pia hata ya makocha na hasa viongozi wa Yanga, manake taarifa anazo. Bwana, nikushukuru sana Rashid. Shukrani sana. Naam, na huyu ni Rashid, na tumaini umemsikia kwa kile ambacho amekuwa kikizungumza hapa kwenye ujio ama zile fununu ama zile tetesi ambazo zimekuwa zikizungumzwa kuhusiana na kocha Nasreddine Nabi kutua ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa mapana yake ametazama kwa kile ambacho anakiona ndani ya kikosi cha Young Africans, nini ambacho anafaida nacho, kitu gani pengine kitakuwa ni strengths kwake ndani ya klabu ya Young Africans. Jina langu ni Ramadhan Amin, niko na Rashid Kasim. Sasa mpaka wakati mwingine, lakini usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, kuendelea kupata yale mazuri ambayo yanapatikana hapa. Mpaka wakati mwingine tuseme bye bye.